Na mtazamaji, karibu tena na shukrani kwa kuendelea kusalia nasi. Naam, idadi ya vifo vya kina mama wakati wa kujifungua katika kaunti ya Makueni vimeonekana kutisha. Baadhi ya familia zikipoteza wapendwa wao na zikilalama kuhusu utepetevu wa madaktari husika wanaosababisha vifo vya wapendwa wao kutokana na kuvuja damu wakati na hata baada ya kujifungua, na wengine kupata maambukizi baada ya kufanyiwa upasuaji. Mwanahabari Steven Zioka alitembelea familia ya marehemu Karen Bahati mwenye umri wa miaka 20 na marehemu Grace Ndule mwenye umri wa miaka 19 ambao wanadaiwa kuaga dunia siku chache tu baada ya kujifungua kupitia upasuaji katika hospitali ya Kambu huko Kibwezi na kuacha wana wao wachanga bila kufurahia mapenzi ya mama. Ili kubaini jinsi safari ya kina mama kujifungua imekuwa ikikabiliwa na changamoto chungu zima na kuhatarisha maisha yao na hata kusababisha vifo, tulifunga safari ya zaidi ya kilomita 100 kutoka Wote kuelekea Kibwezi Mashariki. Barabara hii ikitupeleka kijijini Utithi, eneo la Mashinari, nyumbani kwa Koki Mutune, nyanyake Karen Bahati. Disemba 7 mwaka wa 2025, Bahati aliandamana na mmoja wa familia yao Juni Kioko kwenda kujifungua katika hospitali ya Kambu. Walipofika hospitalini wakaelezwa alifaa kujifungua siku iliyofuata. Siku hiyo alipelekwa chumba cha upasuaji saa mchana. Saa 11 unusu ndio nikaitwa hapa Wote. Kuingia nikampata mtoto pale. Saa hiyo njasho ilikuwa inamtoka, nikamuuliza shida iko wapi. Akaniambia mama, mimi nasikia njaa lakini nasikia kitu inaninyonga. Sasa akaanza kukohoa anatakuka. Licha ya hali ya afya ya Bahati kuonekana kudhoofika, wanafamilia wanasema waliangizwa kuondoka kwenye hospitali hiyo na kurejea kesho yake. Lakini usiku huo mwendo wa saa 2 usiku, hali yake ikawa mbaya na akakimbizwa katika hospitali ya Makindu. Sasa madaktari wakaanza kubishana. Sasa wenye wamekuja na yeye washughulike sijui nini. Wakawa wanabishana, ikachukua masaa 3. Nikauliza mbona huyu mtu wangu mnangoja tu akufe? Kwani shida iko wapi? Si mshughulikie. Chini ya masaa 24 baada ya Bahati kupelekwa katika chumba cha wagonjwa mahututi, aliaga dunia. Mbona tunaenda hospitali kushughulikiwa? Na tukifika kwa mahospitali mbona madaktari hawashughuliki? Wakatukalisha chini sisi wawili, wakatuelezea, wakatuambia yameshindwa na nini, wamejaribu penye wamejaribu, wameshindwa. Sasa nikawauliza mmeshindwaje, na mtoto saa 7 tulimwacha akiongea. Bahati alizikwa mnamo Disemba 23 bila mwili wake kufanyiwa upasuaji, huku mwili wa Karen Bahati ukiendelea kulazwa hapa milele na asiamuke tena. Aliaga dunia akiwa na ndoto moja tu. Tulikuwa tunangojea asae, ndipo sababu akisaa tumpeleke kwa hiyo nini, kwa hiyo kosi ya hospitali. Hapa ni kijijini Kitengei, nyumbani kwa Grace Ndule. Ndule naye alipata ujauzito baada ya kumaliza kidato cha 4 na alikuwa aendelee na masomo yake baada ya kujifungua, lakini hilo alikutimia. Alipelekwa Monday lakini akakuja kufanyiwa operation. Kuulizia nikaambiwa alikuwa na pressure ilikuwa juu, ndio sababu akakaa. Wakati walipofanyia operation, sasa mtoto wako amuka. Jaribio la kumpeleka katika hospitali ya rufaa ya Makueni na vile hospitali ya kitaifa ya Kenyatta haikuokoa maisha yake. Ripoti za matibabu kutoka hospitali ya Kenyatta zilionyesha Ndule alikuwa amepoteza uwezo wa kuona na figo zake zilikuwa zimefeli. Familia hizi mbili zikilaumu utepetevu wa madaktari katika hospitali ya Kambu. Lakini naweza complain juu ya madaktari sababu mtoto wangu alikuwa mzima. Alikuwa anacheza huko, alikuwa anaongea, alikuwa anatembea. Wenye walikuwa na yes ndio wanajua chanzo chake. Hakustahili kufa. Jaribio la kupata majibu kutoka kwa waziri wa afya wa Makueni baada ya madai kuibuka kuwa muuguzi aliyefanyia kina mama hao wawili upasuaji huo alikuwa amepewa kazi ili kushikilia kwa muda kutokana na hitaji ikigonga mwamba. Gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Jr. kwa upande wake amesema kuna mama aliaga dunia akijifungua mwaka uliopita na hadi sasa.
lakini takwimu zinaonyesha akina mama 27 waliaga dunia wakijifungua mwaka jana. Makueni is now leading in the country with no deaths. And that is why I went to Cape Town to tell the world what we are doing differently. The secret of making sure we do not have what we call postpartum hemorrhage. Hata baada ya serikali ya kaunti ya Makueni kuhamisha wakuu wa hospitali tofauti ambazo zinalaumiwa kwa utevetevu kazini, familia hizi mbili bado zinaendelea kulilia haki. Steven Zioka, KTN, Makueni.